Karibu sana kwenye AG Talks, kipindi kinachoweka mezani mijadala yenye kugusa maisha, imani na changamoto halisi za kizazi chetu. Hapa ndipo unapogusa kilele cha maarifa, maamuzi na mabadiliko. Leo tunakupeleka moja kwa moja hadi Alliance Schools Mwanza, ambako vijana zaidi ya 600 walikusanyika kwa tukio kubwa lisilosahaulika, TUCASA TUK Summit 2025. Ni mkutano uliobeba ari ya kiroho, mafunzo ya uongozi na msisimko wa utumishi wa vijana wa Kiadventista kutoka Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania. Katika makala hii maalumu utasikia sauti za washiriki, mawazo ya wadau na matukio yaliyowasha moto wa imani miongoni mwa vijana. Jiandae kwa safari ya kipekee yenye msisimko na tafakari ya kina. Wiki ya pili ya Aprili 2025, shule ya Alliance jijini Mwanza iligeuka kuwa kitovu cha hamasa, maombi na mafunzo ya kiroho wakati wa mkutano mkubwa wa TUCASA TUK Summit 2025. Mkutano huu uliwaleta pamoja vijana zaidi ya 600 kutoka vyuo mbalimbali vya Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania, wakikusanyika chini ya kauli mbiu hatua zake kwenye kampasi yangu, ama his steps in my campus. Lengo kuu la mkutano huu lilikuwa ni kuwaimarisha vijana kiimani, kuwajengea uwezo wa kiutendaji na kiuongozi, pamoja na kukuza mshikamano wa vijana wa TUCASA katika enzi hizi za mabadiliko ya kijamii na kiteknolojia. Program zilijumuisha semina, maombi, mafunzo ya uongozi, uimbaji wa Injili, mawasilisho ya kitaaluma na mijadala ya kikundi. Wadau mbalimbali waliotoa maoni yao walionyesha kuridhishwa na maandalizi, mwelekeo na ujumbe wa mkutano. Walieleza kuwa mkutano huu umeonyesha jinsi ambavyo vijana wa TUCASA wanahitaji nafasi ya kushiriki katika shughuli zenye kuimarisha imani na kuleta mabadiliko ya kiroho. Walisisitiza kuwa vijana wa Kiadventista wanapaswa kuandaliwa kuwa viongozi wenye misingi bora ya maadili, ujasiri wa kiroho na utayari wa kushiriki huduma za kanisa na jamii kwa ujumla. Baadhi ya washiriki walionyesha kuwa mkutano huu ulikuwa wa kipekee kwa kuwapa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kuunganishwa na vijana kutoka sehemu mbalimbali na kuimarika kiimani. Walivutiwa na mada zilizoangazia changamoto za maisha chuoni, matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, afya ya akili na umuhimu wa kusimama imara katika imani licha ya changamoto mbalimbali. Bwana ni mwema, ndugu mtazamaji, moja kwa moja hapa ni katika viwanja vya Alliance Primary School. Katika pita za hapa na pale nimekutana na kiongozi mkubwa kabisa. Ajitambulishe, atuambie anatokea wapi na yeye ni nani. Bwana ni mwema, kwa majina anaitwa Messi Wilson Kafumu. Anatokea TRVF. Ni mwenyekiti TRVF. Mwenyekiti TRVF. Asante sana, tunashukuru kaka Messi kutoka TRVF. Lakini tumekutana naye, yeye ameweza ku-experience summit kwa siku kadhaa, 2, 3, 4, ni mwenyeji. Atuambie ni nini ambacho amekifurahia zaidi katika summit hii. Binafsi nina mambo mengi ndugu mtangazaji, ambayo nimeweza ku-experience. Jambo la kwanza nimeweza kukua kiroho zaidi. Kuna vipindi ambavyo vinatolewa, mfano wa vipindi ni kipindi cha mindset. Nimeweza kuelewa namna interaction ya binadamu. Lakini sio tu hivyo, kipindi cha relationship nimeweza kuelewa tofauti kati ya mwanaume, mwanamke, kijana na binti. Kwa hiyo licha tu ya hivyo nimebadilisha mazingira. Mazingira nimekuta ni mageni. Nimebeba pia uzoefu licha tu ya mazingira, lakini pia nimepata contact, kupata relationship ya urafiki na zaidi ya watu 100. Kwa hiyo asante sana, tunashukuru. Ameweza kueleza faida ambazo wamezipata katika mikutano hii. Wewe ni nani sasa ambaye utapanga kukosa katika summit ijayo? Unawaambiaje wale ambao hawakuweza kufika katika summit hii? Wamekosa vingi. Niwatie moyo kwamba summit ijayo waanze kuandaa pesa kuanzia sasa hivi ili wafaidi matunda ya TUCASA. Asante sana, tunashukuru sana kaka Messi kwa ushirikiano wako mzuri, na Bwana akubariki. Asante sana ndugu mtangazaji. Amina. Mkutano huu umekuwa mzuri sana, baraka mkubwa sana, kwa sababu kwanza kuwakusanya vijana wanaosoma vyuo tofauti, lakini mitaala na taaluma tofauti, na wanaotoka katika muunganiko wa makabila tofauti, na ni vijana kutoka Northern Tanzania Union Conference, lakini wakitoka sehemu mbalimbali nchini
maana wamejiunga katika vyuo hivi wakitoka kokote nchini Tanzania. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa makabila, mkusanyiko wa fani mbalimbali, lakini mkusanyiko wa level mbalimbali. Kwa hiyo unaona huo mchanganyiko wake, alafu kinawekwa kwa kitu kimoja. Mimi nimeufurahia mkutano huu kumuona Yesu Kristo akitufanya kuwa familia moja. Kwa hiyo utaona watu wametoka katika sehemu zote, lakini wote tumeweza kuwa kitu kimoja. Lakini mafundisho mbalimbali na mienendo ya wanafunzi wengi wamekuwa committed kusikiliza kwa wakati, wanaingia kwa wakati, wanafanya mambo kwa pamoja. Imekuwa mbaraka mkubwa. Kwa hiyo hili limekuwa la kipekee sana. Asante sana Pastor Fadhili Lubua kwa namna ambavyo ameweza kueleza uzuri wa summit, lakini pia yeye ni mkufunzi ambaye ametoa masomo mazuri. Na ninakuuliza pia cha mwisho, unawaambiaje wale ambao hawakuweza kufanikiwa kufika summit kuhusu summit ijayo? Kwa kweli ningewatia moyo kwamba wasikose. Kwenye summit hizi unaweza ukakosa starehe za kuwa beach, kwenda kwenye maeneo mazuri yenye mandhari na kupiga picha kwenye Easter weekend hizi ambazo vijana wanatumia sikukuu za wengine hata kujiingiza huko na kufanya mambo makubwa, lakini unaweza kutumia ufupi wa likizo hii, yani Easter weekend, na ukapata mafunzo 58,000 na hela ya safari. Inaweza ikawa kitu kidogo kuliko elimu ambayo imepatikana kwa ujumla wake. Vipindi vimekuwa vya kusisimua, mafundisho yamekuwa halisi na vijana wakiongelewa kwa lugha zao wenyewe. Kwa hiyo huu umekuwa ni mguso wa tofauti sana, na ningewatia moyo usipange kukosa, jikusanye taratibu, fanya unavyoweza ili mikutano kama hii uwepo. Nami summit ijayo kwa neema ya Mungu, hata kama sio kuwa mkufunzi, nitakuwepo. Kwa majina yangu naitwa Jonathan Kurwa Magembe, nimetokea katika field ya TRVF. TRVF mkoa gani na na tawi pia? Mkoa niliotokea ni mkoa wa Arusha, na tawi ambayo natokea ambao ni chuo ninachosoma ni chuo cha IAA. Asante sana. Umbali takriban kilomita 800 kutoka jiji la Arusha mpaka kufikia jiji la Miamba. Ametumia gharama kwa kiasi chake. Ni kipi ambacho, kuangalia gharama za kulizotumia, ni kipi ambacho umebarikiwa katika mikutano hii kulinganisha na gharama uliyopata? Kwa kweli gharama ni kubwa na mambo ambayo tumeyakuta hapa ni mambo makubwa pia. Kwa hiyo vitu ambavyo tumejifunza, vipindi vizuri, vipindi vya mahusiano, vipindi vya mindset vinavyofundishwa na Paul Semba pamoja na huduma, ni vipindi mojawapo ambavyo vimetubariki sana na vimebadili mwenendo wa maisha yetu. Kwa hiyo tunajivunia kutokana na hilo, kwa kuwa ni vipindi ambavyo kiuhalisia vinaenda kubadili mtindo wa maisha yetu moja kwa moja na kuweza kumfuata Kristo kwa undani zaidi kutokana na kile tulichofundishwa. Mkutano huu umethibitisha kuwa TUCASA ni nguzo muhimu ya ukuaji wa vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ulikuwa sio tu fursa ya kukutana na kubadilishana mawazo, bali pia mahali pa kupokea upya moto wa utumishi, mshikamano na matumaini ya kizazi cha leo.